niliona Mheshimiwa Josephat Gwajima ambaye ni askofu wa makanisa ya Ufufuo na Uzima, ambaye ni kiongozi mwenye nyadhifa mbalimbali katika Chama cha Mapinduzi, ambaye ni kiongozi mwenye nyadhifa mbalimbali katika jamii yetu, akizungumza na waandishi wa habari. Na naomba niweke msingi wa hoja yangu. Mheshimiwa Josephat Gwajima akizungumza, alikuja kuzungumza na vyombo vya habari. Cha kwanza alichofanya ni kujivua nyadhifa zake zote alizokuwa nazo. Na kwa wale ambao mtakumbuka, alisema maneno haya, naomba nimnukuu: ninakuja kuzungumza nikiwa sio mbunge, nikiwa sio askofu, nikiwa situmii nafasi zangu zile za chama. Maana unapokuwa mbunge kuna nafasi automatically kwenye chama unazipata. Na akasema nakuja kuzungumza sio katika kofia hizo. Anakuja kuzungumza kama Mtanzania, mwananchi wa kawaida ambaye anatumia haki yake ya uhuru wa kuongea, uhuru wa kutoa maoni, kuzungumza. Ndugu zangu wa Tanzania, nilipata nafasi ya kumsikiliza alivyoanza kuongea mpaka alivyomaliza. Na ndio huo msingi wa hoja yangu mimi kuja mbele yenu na mimi kutumia haki hiyo hiyo. Maana wenzetu kule Machame wanasema mwiba unapoingilia ndio mwiba unapotokea. Na kuja mbele yenu sio kwa sababu ya kumjibu. Na hapa naomba nitumie maneno aliyoyatumia yeye. Akiwa anafanya mkutano na vyombo vya habari, alisema anaongea kama raia wa Tanzania, anaongea kama mwananchi wa kawaida. Na mimi leo naomba mniruhusu, ndugu waandishi wa habari, nitoe baadhi ya mambo ambayo ninayafahamu, ninayajua, nimeyasoma, nimeyaona, nimeyaishi maisha yangu ya kawaida kama raia na kwa nafasi zangu za uongozi nilizokuwa nazo. Kwa hiyo ninakuja kwenu, nitaomba ni mtamke au ni muaddress kama ndugu Josephat Gwajima na sio askofu, mbunge au kiongozi yoyote, kama ambavyo yeye alipenda kujitambulisha hivyo wakati akiongea na vyombo vya habari. Kwa hiyo mtaniruhusu wakati naongea, ninapotaja ndugu Josephat Gwajima, sio kwa sababu namvunjia heshima. Hapana. Ninatambua vyeo vyake, ninatambua nafasi yake kwenye jamii, na ninatambua nafasi yake alionayo kwenye familia yake. Lakini kwa kuwa alivyokuja kwenye vyombo vya habari alitamani atambuliwe kama ndugu Gwajima, mwananchi wa kawaida, basi na mimi nitakwenda upande huo. Na nataka ieleweke, siji hapa kumjibu. Kuna msemo wa kizungu unasema only the fool compete but the wise man compliment. Mimi ninakuja, sijui jamii itakavyoona, aidha nina compliment kile alichokiongea, lakini sitaki kukompiti na kiongozi mkubwa wa aina hii, kwa sababu sio mafunzo yetu tuliopewa. Nitaweka hoja, nitazungumza, alafu wananchi wataangalia tulichozungumza. Cha kwanza kilichonisikitisha ni kwa yeye kuamua kujivua vyeo vyake vyote alivyo navyo ili apate fursa ya kuzungumza na waandishi wa habari. Ndugu zangu, mkisoma Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sura ya kwanza ile imeeleza haki, imeeleza wajibu. Ukija sura ya pili, ya tatu, katiba inatambua nafasi ya bunge na katiba inatambua nafasi ya rais na vyombo vingine kutengeneza mustakabali wa checks and balances za shughuli za serikali.
Nilipoona nasema ninakuja mbele yenu nikiwa sio mbunge, ilinipa mashaka sana. Na ni mashaka hayo mimi nikajiuliza kama mwananchi wa Kawe, kama sehemu ya muamini wa imani moja na yeye, ambayo alikwenda mbali zaidi na kusema asitambuliwe kama askofu, kwa kuwa najua ana kiu na alitamani aongee, na aliona namna pekee ya kuongea ili awe huru zaidi ni kuweka vyeo vyake vyote pembeni. Ninamuelewa na ninatambua ana kiu ya kuelewa, ana kiu ya kujua, na ndio maana miongoni mwa hoja alizozitoa ukizisikiliza ni hoja zinazokupeleka kuamini kwamba ndugu Josephat Gwajima kuna kitu anatamani kujua, aidha hataki kukijua au anakijua lakini hataki kukielewa. Na ndio maana nikasema mimi kama mwananchi wa Kawe, jimbo la Kawe, mkazi wa eneo ambalo yeye ndiye mbunge wetu, basi na mimi nije nimsaidie mheshimiwa kujua na kutambua baadhi ya vitu ambavyo mimi naona ninavijua. Ndugu zangu, moja kati ya hoja zake kubwa mbili alizoleta, ya kwanza ni kuishauri serikali, akitamani sheria iliyoanzisha idara ya usalama wa taifa. Na kwa wale wasiojua, ukisoma katiba yetu utaona idara ya usalama wa taifa ni moja kati ya idara zilizoanzishwa na sheria ya bunge ya mwaka 1996 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2023. Sheria ambayo Mheshimiwa Gwajima anatamani na ameshauri ibadilishwe ili iwape nguvu wakuu wa idara ya usalama wa taifa. Na mimi ninamuelewa kwa sababu ni kiu yake kuona wakuu wa idara ya taifa, wa idara ya usalama wa taifa wakifanya kazi pasipo hofu ya kuondolewa. Na Mheshimiwa Gwajima akaenda mbali kwa kucite na kwa kutaja idadi ya wakuu wa idara ya usalama wa taifa walioondolewa au kubadilishwa au kupangiwa majukumu mengine. Sasa kwa kuwa mimi nimepata nafasi na heshima ya kusoma baadhi ya vitu, nitaomba niweke hili wazi ili wananchi waelewe. Mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao tulipata heshima ya kusoma mafunzo japo ya muda mfupi pale kwenye chuo chetu cha kijeshi cha NDC Kunduchi, nikiwa nimefanya Capstone 12. Lakini pamoja na hayo, katika nafasi yangu ya ukuu wa wilaya nilipata pia nafasi ya kupewa mafunzo ya namna gani idara ya usalama wa taifa na mambo mengine zinafanya kazi. Na katika hili nitawakumbusha, aliyekuwa katibu mkuu, ambaye ni katibu mkuu wa sasa wa Ikulu, ndugu yetu na kaka yetu Mahendeka, alikuwa ni mmoja kati ya viongozi waliokuwa wakisimamia idara kwenye upande wa shughuli za serikali. Na alipata nafasi kuja pale Ikungi nikiwa wilayani, akatupitisha kwenye mafunzo ili katika majukumu yetu kama wakuu wa wilaya tuweze kuijua idara na namna gani tunaweza tukafanya kazi kwa uweledi na kusaidia taifa letu. Kwa niko hapa nataka kuweka kumbukumbu sawa. Askofu Gwajima atambue anayeongea ni mtu mwenye kujua kwa sehemu yangu niliyopaswa kujua kazi na shughuli za idara. Lakini tu sio kujua, ni mtu ambaye nimefanya kazi kwa miaka yangu 5 na zaidi, maana sisi wakuu wa wilaya mikataba yetu ni miaka 5. Ukimaliza mwenye mamlaka akitaka atakupa mengine, lakini na sisi tulipata nafasi ya kumaliza na kupewa tena kidogo. Kwenye majukumu yetu tunaongoza taasisi hizi za idara ya usalama katika ngazi ya wilaya. Nadhani kuna mambo napaswa kumkumbusha Askofu Gwajima
na ndugu yangu Gwajima. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambayo imefanyiwa mabadiliko, nikitambua mabadiliko mbalimbali yaliyofanywa tayari ya Aprili tarehe 30, 2000, kipindi hicho Andrew Chenge akiwa ni moja kati ya viongozi waliotusaidia kwenye mabadiliko. Utaona katika ibara zake, sura ya 2, sura ya 3, katiba yetu imeweka majukumu ya taasisi ya uraisi ambayo yeye Mheshimiwa Gwajima pia ameigusia sana kwenye mazungumzo yake ya juzi. Katiba yetu inatamka mamlaka ya rais, inatamka nafasi ya rais kwenye jamii, na inatamka rais wa nchi anapatikanaje, na kama rais aliyeko madarakani akipata changamoto kama tulioipata, msaidizi wake anapatikanaje. Na ndivyo hivyo tulivyompata Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nina nafasi ya kuwaeleza pia wananchi na umma wajue baadhi ya mambo ambayo mimi nimeona na nimefuatilia kwenye mitandao na nimesikiliza mazungumzo yake ndugu Josephat Gwajima, nikaona ndani yangu kiwa alionayo ninaweza nikampa baadhi tu ya majibu ya hoja zake alizokuwa nazo. Katika katiba hii sura ya 3 imeelezea sehemu ya kwanza majukumu ya bunge ambalo Askofu Gwajima ndiye yuko huko. Nashindwa kumtaja ndugu Gwajima kwa sababu ya heshima yangu kwake. Kwa mtaniruhusu tu nitakapotaja Gwajima sawa, nikitaja ndugu Gwajima, nikitaja askofu, nikitaja mheshimiwa, nikubalieni tuendeni kwa umoja wa hayo maneno. Lakini katika majukumu haya kwa mujibu wa katiba utaona rais ana ofisi zake 4. Rais ana ofisi yake kama mkuu wa nchi. Rais ana nafasi yake kama kiongozi wa serikali. Lakini rais ana nafasi yake kama amiri jeshi mkuu. Na rais, sisi waamini wa Chama cha Mapinduzi tunaongozwa na itikadi ya Chama cha Mapinduzi, pia rais ni mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Kwa katika nafasi hizi ziko kikatiba na kimamlaka kama ambavyo wabunge wanatambuliwa kwenye ibara ya sura ya 3 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tuje kwenye hoja ambayo askofu ameizungumza, na hoja yenyewe ni kiu yake ya kuona idara ya usalama wa taifa inafanyiwa marekebisho au baadhi ya sheria zinatengenezwa ili kutoa nguvu na msukumo kwa watendaji wa idara ya usalama. Na naomba ndugu zangu wa Tanzania mnipe muda wa kunisikiliza. Nina jambo. Ukiangalia sheria ile ambayo imebadilishwa ya mwaka 96 ikafanywa marekebisho mwaka 2023, na tangu pale tukaona sasa idara imechukua mwelekeo mpya. Kuna ambao hawafahamu, tangu mwaka 1948 idara ilikuwa ikibadilika kutokana na nyakati na majira ambayo yalikuwa kipindi hicho. Utaona kipindi kile cha ukoloni idara yetu ilikuwa ni special branch, ikabadilika sura kulingana na mahitaji na ikaenda taratibu mpaka Alhamisi tarehe 11 Julai tarehe 11 mwaka 2024 Mheshimiwa Rais alipomteua ndugu yetu Suleiman Abubakari Mombo kuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Sasa ndugu yangu Askofu Gwajima anapaswa kufahamu kiwa aliyokuwa nayo ya mabadiliko, kiwa aliyokuwa nayo ya kuifanya idara iwe hodari, idara iwe shupavu, wakuu wa vyombo hivi wafanye kazi kwa uweledi. Nafasi hii ilipatikana wakati wa marekebisho ya sheria mwaka 2023. Na kupatikana kwa nafasi hii kulitoa nafasi kwa wabunge
kusuka, kuiunda na kuitengeneza idara vile watakavyoona wao inaweza ikawasaidia Watanzania. Na kwa wasiofahamu, wakati mijadala ikiendelea bungeni, ndugu Josephat Gwajima alikuwa ni sehemu ya mijadala hiyo, na sheria ikapita. Na kwa wale wasiojua, yako mambo machache. Ya kwanza ni idara ilitoka kwenye Wizara ya Utawala Bora, idara ikaenda moja kwa moja Ofisi ya Rais. Na yako mambo mengine nitakuwa nayaeleza kulingana na hoja zake nikiwa nikifafanua taratibu. Lakini jambo lingine ambalo ameligusia ni mabadiliko